Ndugu zangu, mimi naomba nitumie fursa hii nikiwa ndio msimamizi mkuu wa shughuli za serikali ndani ya mkoa wa Shinyanga, kwanza kuwaomba sana na kuhamasisha na sote tuendelee kukumbushana kuhusiana na tarehe yetu hii, tarehe 29, lakini pia tuendelee kuwakumbusha wenzetu tarehe 29 ni tarehe ya kwenda na kupiga kura. Sote kwa umoja wetu na familia zetu tuweze kuitumia hii siku kikamilifu kama ambavyo imekuwa siku zote miaka yote tangu pale tulikopata uhuru kutoka kwa wakoloni. Lakini pia nitumie fursa hii kuhakikishia kwamba nikiwa mkuu wenu wa mkoa wa Shinyanga na msimamizi mkuu wa shughuli za serikali ndani ya mkoa wa Shinyanga ni salama. Tarehe 29 itakuwa salama. Mtoke kwa amani, muende mkapiga kura na hakuna chochote ambacho kitatokea. Muwe na amani kabisa. Na yasema haya kwa sababu mimi ndio mwenyekiti wa kamati ya usalama mkoa wa Shinyanga. Mimi nikiwa mwenyekiti ambaye pia ni mkuu wa mkoa pamoja na vyombo vyote vya ulinzi na usalama ndani ya mkoa wa Shinyanga. Tuko imara. Naomba niwahakikishie kwamba tuko imara sana. Tarehe 29 mkoa uko salama, mkoa una amani, viongozi wetu wa dini na makundi mbalimbali mko hapa, mna sura za bashasha na faraja. Inaonyesha namna gani ambavyo mkoa wetu ni tulivu, mkoa una amani, lakini mkoa wetu pia una umoja. Tunaendelea kukumbushana kwamba ndugu zangu, kumekuwa na makundi kwenye mitandao ya watu wachache wenye kuleta viashiria vya kutengeneza mazingira ya kuivuruga ratiba ya kwenda kupiga kura. Naomba nitumie fursa hii pia kwa sababu naongea na umma mzima wa mkoa wa Shinyanga kwamba hatutavumilia mazingira yoyote yale yenye lengo la kuleta tishio na kuvuruga utaratibu wa tarehe 29. Tarehe 29 kama ambavyo nimesema, kwa umoja wetu mkoa wa Shinyanga tunaendelea kulinda amani. Tunatambua wazi kwamba amani ndio msingi wa uchumi. Ili mtu aweze kutoka kwenda kazini au kwenye biashara zake, lazima mkoa uwe salama, na ndio maana sisi tunaendelea kulinda amani ya mkoa wa Shinyanga. Amani inalinda afya ya jamii. Pakiwa na amani, unaumwa kichwa utatembea kwenda kituo cha afya. Pakiwa na amani, unaumwa tumbo utaenda zahanati. Pakiwa na amani, unaumwa miguu utaenda hospitali. Ndio maana sisi kama viongozi mkoa wa Shinyanga tunaendelea kuilinda amani yetu ya mkoa wa Shinyanga. Amani inawezesha upatikanaji wa elimu. Leo hii tuna watoto wetu na wajukuu. Wengine wako mkoa wa Shinyanga, lakini wako wengine nje ya mkoa wa Shinyanga. Pakipokuwa na amani, itakuwa ni ngumu mzazi yoyote kumwachia mwanae atoke aende sehemu yoyote. Amani inadumisha umoja na ushirikiano. Amani inaendelea kuimarisha miundombinu. Amani imeendelea kuleta upendo. Amani imeendelea kuleta kuaminiana, na amani imeendelea kuleta mshikamano. Naomba nitumie fursa hii, ndugu zangu wana Shinyanga, kuendelea kukumbushana kwamba tarehe 29 tujitokeze tukapige kura. Mkoa ni shwari, mkoa wa Shinyanga ni salama, lakini pia moja kati ya jukumu letu kuu ni kulinda amani, lakini pia kulinda usalama wa raia. Sisi kama mkoa wa Shinyanga tumeweka mazingira rafiki na wezeshi ya kuhakikisha kwamba wananchi wote wanatoka na kwenda kupiga kura. Lakini pia hatutakuwa tayari kuvumilia matendo yoyote ambayo yana lengo la kwenda kuvunja amani yetu ya mkoa wa Shinyanga. Na yoyote yule atakaye husika kwa namna yoyote ile kutaka kuvuruga zoezi la tarehe 29, hatutamvumilia. Iwe ni kwa kuchochea, iwe ni kwa simu, iwe ni kwa mtandao, iwe ni kwa mikutano,
iwe ni kwa kukusanya watu. Hilo tendo sio sahihi sana, kwa kuwa mpaka sasa hivi ratiba pekee tuliokuwa nayo ya tarehe 29 ni ya uchaguzi wa kwenda kuchagua viongozi ambao wanakwenda kutuwakilisha kwenye serikali. Hayo ni machache ambayo niliona niweze kutoa tamko kama mkuu wa mkoa, lakini kama pia kiongozi wa shughuli za serikali ndani ya mkoa wa Shinyanga, lakini pia kama mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ndani ya mkoa wetu wa Shinyanga.